Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo, natumai mzima ubuheri wa afya na mpenye nipo kwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Ni ushindi mkubwa haswa kwa kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu, baada ya habari za kuachiliwa huru kusambazwa kila mahali nchini Tanzania, na baadhi ya Watanzania wameshikwa na furaha na buraha bila karaha kwa mbwembwe za aina yake. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais nchini Tanzania ameonekana kushindwa kwa mara ya kwanza, kwa sababu kuna habari njema haswa kwa chama cha Chadema. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Naomba kusoma ujumbe ambao tumeweza kupokezwa katika kituo hiki jioni ya leo, na zinasema ya kwamba, kabla nisome hilo chapisho, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hika na mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe. Mlinzi wa Mheshimiwa Tundu Lissu, Charles Hangaya, ameachiwa kwa dhamana jioni hii. Kwa hivyo ni ushindi mkubwa haswa kwa chama cha Chadema, ni ushindi haswa kwa kiongozi wa mrengo wa upinzani Tundu Lissu, kwa sababu mlinzi wake ambaye amekuwa akishikiliwa ameachiwa ama ameachiliwa huru. Ikumbukwe Hangaya alibebwa na watu wasiojulikana Novemba 8 mwaka 2025. Wamekaa naye wiki 3 bila kusema kama wamemshikilia mpaka tulipopata taarifa kutoka kwa wasamaria wema. Shukrani sana kwa mawakili wote wakiongozwa na wakili Paul Kisabo kwa kupambania haki ya Hangaya na watu wengine wote ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi kinyume na sheria. Kwa hivyo ni ushindi mkubwa kwa Tundu Lissu, kwa sababu mlinzi wake ambaye amekuwa akishikiliwa, kwa sababu aliweza kuchukuliwa na watu wasiojulikana tarehe 8 Novemba mwezi uliopita, na leo ni tarehe 15, kumaanisha kwamba amekuwa akishikiliwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, ama tuseme ni mwezi mmoja, yes, ama karibu mwezi mmoja, kwa sababu tarehe 8 mwezi huu wa 12 ni mwezi uliweza kukamilika, ni mwezi mmoja. Sasa ni ushindi mkubwa haswa kwa Tundu Lissu. Hii inamaanisha nini? Huenda hata Tundu Lissu hivi karibuni aweze kuachiliwa huru, kwa sababu yuko kwa jela na amemaliza zaidi ya mwezi mmoja pasipofikishwa mahakamani, kumaanisha kwamba kuna uchache ama hamuna ushahidi wa kutosha, kwa sababu mtu anaposhikiliwa pasipofikishwa mahakamani na maanisha ya kwamba hamuna ushahidi. Hii ni ishara tosha kwamba huenda hata Tundu Lissu ataachiliwa hivi karibuni, kwa sababu hamuna ushahidi wa kutosha wa kumuhakikishia kwamba anaamuliwa kesi dhidi yake, kwa sababu inadaiwa kwamba wakati alishikiliwa ilikuwa inasemekana ya kwamba ameshitakiwa na uhaini, na kosa la uhaini kisheria nchini Tanzania hamuna dhamana ila tu ni kifo. Lakini mlinzi wake alitiwa mbaroni na watu wasiojulikana, lakini sasa ameachiwa kwa dhamana, kumaanisha wale ambao walichukua mlinzi wa Mheshimiwa Tundu Lissu walikuwa wana intimidate, yani kumtishia Tundu Lissu ili apunguze makali ya kisiasa nchini Tanzania, kwa sababu mlinzi wake amechukuliwa. Lakini Tundu Lissu akasimama kidete, akasimama wima, akasimama tisti kuhakikisha ya kwamba lazima ataendelea kupigania haki za Watanzania, liwe liwalo na liwe
na hakupunguza siasa zake, jambo ambalo liliweza kusababisha mlinzi wake kutiwa mbaroni, lakini hatimaye ameweza kuachiliwa huru. Vile hali ilivyo kisiasa nchini Tanzania ni tofauti ikilinganishwa na siku za hapo mbeleni, kwa sababu yeyote ambaye anaonekana akiongea kinyume na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan lazima atajibu. Ndio maana tumeshuhudia wengi wakikamatwa pasipokuwa na makosa. Wiki chache zilizopita tuliweza kuona bunge la Ulaya likiagiza serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Tundu Lissu pasipokuwa na sharti lolote na aweze kupokezwa matibabu, kisha baadaye akubaliwe kuonana na familia yake rasmi. Jambo hilo bado halijatimia, lakini tumeona wale ambao waliweza kutiwa mbaroni kwa sababu ya Tundu Lissu wameanza kuachiliwa huru, kumaanisha huenda Tundu Lissu aachiliwe huru. Ikumbukwe kwamba Tundu Lissu vile anaendelea kushikiliwa, kuna hatua kali zimechukuliwa dhidi ya taifa la Tanzania. Taifa la Uswidi ama Sweden, taifa la Canada wameamua kukatisha misaada kuelekea Tanzania. Bunge la Ulaya liliweza kukatisha mfereji wa msaada kuelekea Tanzania. Marekani iliweza kutishia kukatisha msaada kwa sababu kwa kile ambacho walisema lazima wataangalia upya mahusiano yao kati ya Marekani na taifa la Tanzania, kwa kile ambacho kinaendelea ni kinyume na sheria, kuwatesa watu wa mrengo wa upinzani hapa na pale katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo sasa hivi kuna furaha miongoni mwa Watanzania, hasa wale ambao ni wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, kwa sababu mlinzi wa Tundu Lissu ameachiliwa huru, na Tundu Lissu huenda ataachiliwa ili waweze kukutana na Charles ambaye ni mlinzi wake, ili waendelee kuchapa kazi katika taifa la Tanzania. Ikumbuke kwamba John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema aliweza kusema ya kwamba Tundu Lissu amekuwa akishawishiwa kukubali kutoroshwa kutoka taifa la Tanzania, lakini wakasema liwe liwalo na liwe. Tundu Lissu ni Mtanzania na ataendelea kusalia kuwa Tanzania. Lazima haki ipatikane, wakati wanaendelea kutafuta njia na mbinu zote kuhakikisha kwamba Tundu Lissu ameachiliwa huru. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa kukufahamisha yale ambayo yanaendelea, vile tunaendelea kuyapokea katika meza yetu ya habari. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed, kama huja subscribe, na kuomba tu uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wa Mbokeja TV. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, let's meet in the next video. Bye bye.